uchaguzi ule ulitakiwa kuanza tarehe 13 mpaka tarehe 26 mwezi huu. Kwa hiyo tunavyoongea, kuna matawi mpaka sasa yameshafanya uchaguzi, mengine yanaendelea, mengine bado hayajamaliza. Kwa hiyo walitakiwa kumaliza tarehe 26 na watuletee majina tarehe 27 mwezi huu wa 6. Lakini kwenye kalenda ya klabu yetu waliweka mwisho wa kupata ithibati matawi mapya ni tarehe 30 mwezi wa 6. Kwa hiyo yale matawi ambayo bado hayajapata ithibati yatapata tarehe 30. Hayo tumeyapa wiki moja kutokea tarehe hiyo yafanye uchaguzi mpaka tarehe 7 mwezi wa 7 wamemaliza, na tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026 watuletee majina ya viongozi hapa makao makuu, ili sasa tuendelee na mambo ya uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, napenda kuchukua fursa hii sasa kutangaza uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga. Mchakato wa uchaguzi wa klabu ya Yanga utaanza leo kwa kamati ya uchaguzi kutangaza mchakato, na kesho fomu zitaanza kuchukuliwa. Nafasi zitakazogombewa ni ya rais, makamu wa rais na wajumbe 5. Sifa za wagombea ziko kwenye ibara ya 26 ya katiba ya Yanga. Kwa hiyo kila mgombea anayetaka kugombea apitie katiba ya Yanga, angalie pale ibara ya 26, lakini pia angalie na kanuni za uchaguzi za wanachama wa TFF ibara ya 9. Kuna sifa pale zote zimeainishwa. Kwa hiyo aangalie, ajipime, akiona anatosha aje achukue fomu. Fomu ya rais itatolewa kwa shilingi 200,000, rais na makamu wa rais kwa shilingi 200,000. Wajumbe wa mkutano mkuu wajumbe wa kamati ya utendaji, fomu ni shilingi 100,000. Utalipa pesa kwenye akaunti ya Yanga ambayo itatolewa kwenye matangazo huko, alafu unachukua fomu, unarudisha na deposit slip. Sasa mchakato wenyewe ni kama ufuatao. Kalenda ya uchaguzi: leo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndio tunatangaza mchakato kwanza. Tarehe 25 mwezi wa 6 mpaka tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kuchukua na kurudisha fomu za kuomba uongozi. Tarehe 30 mwezi wa 6 mpaka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 kikao cha mchujo wa awali kitafanyika na tutabandika majina yaliyopita kwenye mchujo wa awali. Tutawajulisha wajumbe kwa njia ya barua na matangazo mengine. Tarehe 2 mwezi wa 7 tutachapisha kwenye mbao za matangazo na kuweka hizo orodha. Tarehe 3 mpaka tarehe 5 mwezi wa 7 2026 ni kipindi cha kugombea, kipindi cha kupokea mapingamizi yaliyowekwa na wagombea. Tarehe 6 mpaka tarehe 8 mwezi wa 7 kamati ya uchaguzi itapitia mapingamizi yote na kufanya usaili kwa wagombea. Tarehe 9 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 kamati ya uchaguzi itatangaza majina ya waliopita kwenye usaili kwenye mbao za matangazo. Tarehe 11 mpaka 13 mwezi wa 7 2026 Sekretarieti ya maadili, kama itakuwa na masuala ya kimaadili kwa wagombea, itawasilisha hayo masuala kwenye kamati ya uchaguzi ili tuweze kuyafanyia kazi. Tarehe 14 mpaka 16 mwezi wa 7 ni kipindi cha wagombea kukata rufaa kama hawajaridhika na maamuzi ya kamati ya uchaguzi. Watakata rufaa kwenda kwenye kamati ya uchaguzi ya TFF, sababu kamati hii juu yake kuna kamati ya TFF, ndio rufaa zinakwenda pale. Yaani kamati ya rufaa ya TFF, sio kamati ya uchaguzi ya TFF.
Tarehe 17 mpaka tarehe 21 rufaa zitasikilizwa kama zipo huko TFF kwenye kamati ya rufani ya uchaguzi. Tarehe 22 mpaka 23 mwezi wa 7 wagombea na kamati ya uchaguzi kujulishwa uamuzi wa rufaa na kamati ya rufaa ya uchaguzi ya TFF kama zitakuwepo rufaa. Tarehe 24 mwezi wa 7 kamati ya uchaguzi yetu ya Young Africans itachapisha orodha ya mwisho ya wagombea na kubandika kwenye mbao za matangazo. Tarehe 25 mwezi wa 7 mpaka tarehe 1 mwezi wa 8 ni kipindi cha kampeni kwa wagombea. Tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026 ndio siku ya uchaguzi mkuu wa klabu ya Young Africans. Asanteni sana. Naombeni kuwasilisha. Kuna maswali?